Nimekolewa mapenzi, nikawa nakubali, nikakushanya yale mashuka ambayo mito akayani zile foronya aliacha, alichukua lile shuka ambalo liliroa ile damu. Sikuwa na siku zangu. Akabeba ile damu akaweka, akaniambia na hiyo chupi ilete hapa. Akaweka kwenye rasketi yake, akaondoka na afu yule bwana. Saa 8, kawaida yake saa 7, saa 8 duki kachomoka. Baada ya kuchomoka yule bwana, mimi nikaenda zangu nikajiandaa pale, nikarudi nikalala. Kulala sasa, kufika saa 9:30 nikahisi mwili una baridi sasa, baridi kali. Sasa ile baridi kali nikahisi kama mtu anatembea ndani ya nyumba yangu. Nikasema nani anatembea? Nasikia nyayo sasa chwa 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 chwa. Nikasema really, hizi si nyayo hizi, mtu anatembea na nyatia. Nikatulia pale nasikilizia zile nyayo. Nikasema hapana, hebu ngoja kwanza ninyanyuke. Nafumbua jicho hivi, nakutana na mtu kwenye mlango wangu kasimama hivi, mwanaume. Lakini yeye sasa nikashuka kama hujaondoka, kumbe upo bado. Huko kila kitu kikapotea. Mtume kumbe sio yeye. Mama we, nikakimbia kama hivi. Nikarudi wa Tanzania kwenda kuangalia vizuri kama ndio yeye au si. Wa Tanzania hakuwa yeye. Pale nikasema mbona yule mtu mbichi. Sio kwamba nimemuona mtu sijui kivuli, sijui nini. Yule bwana kanisimamia wakati kashatoka mle ndani kitambo. Nikasema nikaenda nikaweka udhu sasa na janaba langu. Nikarudi nikaenda zangu nikakoga, nikamaliza, nikarudi pale nikaanza kusali pale. Nikasali lakini caution mark, nikasema hapana hii bwana, hii mbona. Lakini nikampigia simu yule bwana akapokea. Sasa we umo bado mundani mwangu? Akaniambia mimi nilitoka zamani, nilitoka pale saa 8. Nilikuona what? Nilikuona mlangoni umesimama, halafu kwa mbichi unanitekea. Unasema kweli? Nakuja kwa maana hiyo tayari nishaanza kushtuka. Kwa hiyo na yeye kule kama kashapata waka. Yule bwana kaja pale. Na anakaa Long Island. Akanambia nisubiri nakuja. Nikamsubiri mpaka afika pale. Kufika pale, basi mimi tabu yangu ilikuwa moja. Alipoingia tu mle ndani mwangu, ile ndo ninamfungulia mlango tayari jamani, yani zile dawa zake na hizi. Baby, akanambia ananipushi. Kwanza tulia. Kumbe nasikia kuna dawa zinaitwa mgaragara paka, ziko hapa Marekani. Dawa za mapenzi zinaitwa mgaragara paka. Hizo dawa hapa wa Marekani wakipaka, mtoto wa kike unakuwa unaingia kwenye mapenzi kama vile paka anavyokuwa anamuingia bwana vile wakitaka. Vile ziko hizo dawa za mapenzi watu wanapaka. Mwanamke ukaingia ukaanza kuingia mwanamume mwilini. Kumbe alinipakia na mimi hiyo dawa inaitwa mgaragara paka. Ziko Marekani hapa zinauzwa. Kwa Tanzania nyie si uchawi kwenu huko issue. Huko watu wanaabudu. Ndio sikilizeni hii story sasa. Ndugu yangu, mgaragara paka ulimkolea yule tajiri Zedoni. Menka kila nikimuona yule bwana namuingia humu. Yani mpaka yeye ananipusha nadhani zile dawa zilikuwa tayari zishani affect. Wa Tanzania bwana akakaa kitako kwenye kiti na mimi nikakaa pale. Akanambia sasa ni explainie ulichokiona. Nikamuexplainia. Sijui kwamba tayari mimi naoneshwa sasa na mambo ya kwetu sasa. Nimemuona ukafanyaje? Nikapray, nioneshe jinsi ulivyo pray. Angalia movie hiyo. Subiri. Nikaenda pale nikaanza kumuonesha. I pray like this. I take this one, I take that one. I do this one, I go down that one. Hivyo ndo unavyo pray. Yes. Ukisha pray hivyo unakuwa unasema nini wakati una pray? Nikamuonesha msahafu sasa. You see this one, I see that one. You open this one. Yes.
And then I read ayat kursiyu. You understand kursiyu? I don't know about that. Okay. Let me see. Let me show you. Nikaanza. Kumbe anataka kuona jinsi gani ninavyomuomba Mungu mpaka nikafika nikamuona yeye pale. Bwana ananipeleleza mimi naropokwa tu. Basi akaniangalia, akanambia swali kama ulivyoswali mpaka mwisho. Nikaswali kama nilivyoswali. Nikaripiti. Okay, hivyo ndo ninavyosali. Okay. Basi kwa heri, tutaonana baadaye. Bwana katoka. Kutoka yule bwana wa Tanzania siku 3 hapatikani kwa simu. Alipokwenda sipajui. Mimi nishapakwa mgaragara paka. Nikaanza sasa. Jamani mwanamume wangu simpati kwa simu. Na kwenda na kushanya yale mashuka naanza kuyabusu mle chumbani. I miss you. My jiggy baby. I miss you. Ndio ilikuwa maisha yangu. Na kushanya mashuka nikiyabusu. Bibi yangu dawa ilinikolea. Bwana yule wa Tanzania. Baada ya siku 3, saa 6 usiku nimelala, simu inaita. Shuru, ndugu yangu kuipokea. Kapiga. Wanangu kapiga, nikapokea simu. Vipi niambie mrembo? Ulikuwa wapi? Nikaanza tena kulia wa Tanzania. Bwana akanambia usilie, nitakuja kesho asubuhi saa 5. Kesho unafanya kazi saa 5. Siendi kazini kesho, basi saa 5 kesho nitakuwa ndani ya nyumba yako. Bwana muda wote iko serious. Mimi sasa nilopakiwa mgaragara paka ndo nilikuwa nikigaragara na hilo penzi. Ndugu yangu saa 5 nishasafisha nyumba, nishapika, nishafanya saa 5. Ndugu yangu. Bwana anakuja mpaka chai kashaekewa. Bwana kufika kala pale alishamaliza kula, yule bwana akakaa kitako hivi. Ananiambia sasa sikiliza mrembo. Sasa nataka nikuoe. What? Nataka nikuoe. Hey, that is my dream is come true. Fuck, my dream is come true. You marry me? Yes, I wanna marry you. Hey. Wee. Jamani naolewa. Hey. Wewe. Nikapiga akaja na pete sasa. Narudi kwenye kiti. Wa Tanzania bwana akaja na pete. Diamond ring. Niliposti hapa Insta, nilivaa diamond ring nikakuonesheni kidole. Nikajidai mmejinunulia mwenyewe. Ndugu nikavishwa ile pete na ule bwana akapiga goti chini. Akanambia sasa ninakuvisha hii pete. Halafu leo natoka sasa hivi nikavishwa ile pete mbanja. Bwana akanambia mimi ninatoka. Nitakufuata saa 2 usiku tunakwenda kulala hotelini. Mimi na wewe. Night dress ile nyekundu uje nayo. Sawa. Katoa maagizo yote anotaka mende nayo hotelini. Hoteli gani liko huko Manhattan. Kilichonishangaza nilipoingia pale hotelini, alipokuwa yule bwana anapepetiwa na wale wafanyakazi, jamani, nilikuwa kama nimeingia na rais. Hey, come here. Nakwambia nanyenyekewa. Hey. This is all for me. Yes, baby. Let's go in our room. Ndugu yangu tukaenda zetu mpaka kwenye chumba. Kufika kwenye chumba nishavishwa pete. Bwana akatoka pale chumbani. Kanambia hiki chumba kakiangalia pale. Okay, kapiga simu reception, kaongea pale maneno yake, katoka. Mimi nilikuwa sijui mambo yanavyoendelea ndugu yangu. Kwao nimekaa pale hotelini nazungukana na night dress yangu jamani. Kama hivi tena nishapa night dress tena nazunguka hivi mle chumbani nasubiri tena bwana aje. Nakwambia nazunguka, nakwambia nacheza, bwana akatoka. Bwana pat akarudi. Kurudi bwana yule akanambia haya. Twende kasi. Kuingia ndani ile bwana anaanza kunishikashika, pumzi zikaanza. Sipati pumzi hapo, bado hajanipakua hapo, pumzi zikaanza kunibana sasa. Kila nikasiwezi kuhema. Yule bwana akanambia vipi? Nikamwambia najisikia vibaya, najisikia kama pumzi zinaondoka.
Yule bwana akanambia okay, lala chini, ngoja natoka. Hizo ndo time. Hey, natoka nakuja. Unakwenda wapi? Nakwenda kukununulia nini Canadian drink, alafu narudi. Naambia najisikia vibaya, naambia ndio. Nakwenda kutafuta Canadian drink, akavitaja vitu ambavyo na chai inaitwa nini sijui chai zao hapa. Bwana yule akatoka akafunga mlango. Sasa mimi uzuri wake na kijihembegi changu nako kwenda na kitabu cha Yasini kile na kwa natembea nacho vile duchu. Jamani wa Tanzania alivyotoka pale hotelini. Na hisi pumzi nikavua zile nguo pale. Nikavua zile nguo zote, yale manguo ya mekundu yote nikayavua, nikajisikia kanda kupatia mashetani. Nikayavua baba. Nikachukua kile kitabu sasa. Nikajifunika ile mashuka ya hotelini pale. Halafu nikaanza kukisoma. Ya Rabbi. Achana na ile nyingine, kuna mbili hapo. Hapo bado niko hotelini hapo. Mtume we pumzi. Nafungua madirisha. Nikatoka nje na muona wale wahudumu wanapita lema. Unaweza what happened? Naambia pumzi, I can't breathe. Akanambia ingia ndani. Nikaingia ndani, mle ndani. Nikaingia chooni. Wananiambia are you okay? Yes I'm okay. Mara yule bwana akatokea. Kutokea akaniambia vipi? Nikamwambia no hapa sipawezi. Tutoke. Nika kama sasa na mizuka sasa. Tutoke sipawezi, sipataki. Zaki kukaa, taka kwenda zangu. Nikatoka. Ilikuwa almanusra. Bwana katoka, movie iliungua siku ile. Siku ile iliungua. Na kipete changu njwa bwana kanuna njia nzima, hatukuna aliyecheka pale. Mpaka kwake. Kwangu kanirudisha hapo, sijui hata anaishi wapi. Akanirudisha kwangu. Kunirudisha kwangu saa 7. Nimerudishwa kwangu. Maana pale hotelini tulienda mapema. Kufika kwangu sasa kama akili kaanza, kama kuna akili inaanza kurudi sasa. Vitu kama vinaanza notification kama inasoma hivi. Nikarudi pale, naona mzima. Nikaingia zangu chooni, nikakoga tena, nikachukua zile vile night dress nini. Kipindi chote cha night dress ilikuwa sizifui. Nataka tu nzisikilie harufu ile bwana. Nikaanza sasa kujisomea mara nimechukua hichi. Hapo tena sikwambia nilikuwa nikifanya nini. Basi wa Tanzania. Tayari sasa. Kama kitu kikaje hivi kichwani. Mimi how come? Mbona kama niko dunia nyingine? Mbona niko sawa? Mbona niko okay? Sasa hili ndio tatizo sasa. Nakuwa nampigia simu yule nampa taarifa, nikampigia. Vipi? Nikamwambia naona sasa niko sawa, niko okay. Unaona raha? Pete yako unayo kwa kidole? Nikamwambia no, nilivua.